kwa upande wa magazeti yaliyotufikia hapa studio, na moja kwa moja nikianza na gazeti Majira ambayo ni gazeti huru la kila siku. Habari kuu inasema kesi ya uchaguzi Wasira hoi, ndivyo linavyoonekana gazeti hili katika ukurasa wake wa mwanzo. Mahakama Kuu yasema hoja za kumpinga Bulaya hazina mashiko, mawakili wake kukata rufaa, Lisu aridhishwa na uamuzi. Lakini habari nyingine inasema Magufuli Simbachawene mulikeni TAMISEMI. Habari kamili ni ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Majira. Lakini watoto chini ya miaka 5 kupewa vyeti vya kuzaliwa bure ni habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa mwanzo kabisa, na pia ikiendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Tanzania Daima, sauti ya watu, habari kubwa inaonekana hapa ambayo inaambatana habari picha ikisema Wasira pwa. Jaji asema walalamikaji ni jipu, wasitafute mchawi, Chadema walipuka kwa shangwe. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini nitaendelea kuwachongea, ni RC Makonda anasema hivyo, na ndivyo ninavyoandika gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini hofu wa China kuua soko la Kariakoo, ndivyo ninavyoandika gazeti hili la Tanzania Daima katika ukurasa wake mwanzo. Lakini habari hiyo ikiendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Uhuru, gazeti hili la kila siku, na yenyewe pia lina habari inasema Makonda na Siro hapatoshi licha ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kutekeleza kazi yake katika shutuma hizo, lakini ni kawaida kwa jeshi kufanya uchunguzi wa kina katika suala kama hilo. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Lakini ukimwi bado tishio kubwa, habari kamili ni ukurasa wa 4. Rais Dr. Magufuli ateua wengine, aliyekuwa DCI ahamishiwa Kagera, Jaji Warioba yumo pia. Jambo Leo, sauti ya jamii, Bulaya amstaafisha Wasira siasa rasmi, yatokana na ahadi yake ya hivi karibuni, yashajiishwa na rufaa kugonga mwamba. Ndivyo ambavyo inaandika gazeti hili la Jambo Leo katika ukurasa wake wa mwanzo, na kuna picha za hao wawili, Esther Bulaya pamoja na Stephen Wasira. Mabadiliko maendeleo vinahitaji ubabe, ni waziri George Simbachawene anasema hivyo. Habari ipo katika ukurasa wa 2 ambayo inaeleza hayo kwa kina. Lakini wakili aomba Kitilia aachwe huru, ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Jambo Leo. Zanzibar Leo kwa upande wake kwa ukweli na uwazi lenye linasema Samia akunjua makucha Mwanza, na kuna habari nyingine inasema Magufuli amrejesha serikalini Jaji Warioba, jumuiya ya wazazi CCM yalia na udhalilishaji. Ni nini hiyo? Basi ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo lina undani wa taarifa hiyo. Lakini ujenzi kota za Magomeni umalizike kwa wakati, ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hivyo. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe habari kubwa inasema gorofa aina yake Magomeni kota, nishati ya kuni mkaa kutumika. Ndivyo linavyoandika gazeti hili, na inaambatana habari picha hapa ikimwonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akipata maelekezo kutoka kwa mkurugenzi mshauri wa wakala wa majengo Tanzania TBA Edwin Nunduma kuhusu mradi wa ujenzi wa nyumba za gorofa Magomeni kota Dar es Salaam wakati alipotembelea mradi huo. Hiyo ilikuwa ni jana. Lakini habari nyingine inasema polisi sasa kumchunguza RPC Siro, lakini Samia akera na watendaji Ilemela kuishi jirani. Ndivyo linavyoandika gazeti la Habari Leo katika ukurasa wake wa mwanzo. Mtanzania fikra ya kinifu lenyewe linasema Makonda Siro washikana pabaya. 1, RC huyo aanika ushahidi mwingine wa shisha. 2, kamishna wa polisi aahidi kutoa ya moyoni. Lakini 3, DCI Boaz asema nao wanachunguza tuhuma za rushwa. Bulaya amstafisha Wasira siasa. Ndivyo ninavyoandika gazeti la Mtanzania, na habari inaendelea katika ukurasa wa 3. Lakini habari nyingine inasema JPM ampeleka DCI diwani Kagera, lakini majambazi yaua Nyamagana. Na habari nyingine inasema imedokezwa hapa ukurasa wa mwanzo, inasema Urusi yajitoa wanachama wa mahakama ya ICC. Ni gazeti Mtanzania linavyoandika katika ukurasa wake wa mwanzo, habari hizi zikiwa pia zimewekwa bayana katika kurasa za ndani. Tazame gazeti Daily News, naambiwa zaidi ya viwanda 2000 vyasajiliwa katika kipindi cha mwaka mmoja tangu Novemba 2015 hadi Novemba 2016. Lakini
watendaji wa manispaa Ilemela watakiwa kuhamia ofisi za makao makuu, lakini vile vile uhakiki wa silaha wenyewe kuendelea. Ndivyo ambavyo linaandika gazeti hili la Daily News katika ukurasa wake mwanzo. Lakini DCI diwani yeye apelekwa kuwa rasi huko Kagera. Ndivyo linavyoandika gazeti hili la Daily News katika ukurasa wake wa mwanzo. Tugeuze magazeti haya sasa, tutazame kwa upande wa michezo na burudani, ambapo tunaanza na gazeti hili Daily News. Lakini tunaambiwa kombe la shirikisho kuanza na wababe leo, ambapo linaanza huko mkoani Tanga. Lakini vile vile habari nyingine inasema Jose Mourinho anasema pressure ni kubwa kuelekea mchezo dhidi ya watani wao wa jadi Arsenal katika mchezo utakaofanyika hivi leo. Ni gazeti Daily News katika upande wa michezo na burudani. Mtanzania upande wa michezo na burudani, habari kubwa anasema dakika 90 za kutoana jasho ni dabi ya Ulaya, lakini Yanga ubingwa njia nyeupe, klabu zina msingi wa kuijenga Taifa Stars. Ni habari ambayo inapatikana pia katika gazeti hili la Mtanzania. Habari leo kwa upande wa michezo na burudani, Pluim bado yupo. Michuano ya vijana kuanza leo. Ndivyo linavyoandika gazeti hili la habari leo, lakini najua ni kombe la shirikisho ndivyo ambavyo inaanza leo. Wao wameandika michuano ya vijana kuanza leo. Hili ni kombe la shirikisho kuanza leo. Tunaweza tukaita vijana hao kombe la shirikisho pia. Lakini michezo Zanzibar leo, Hans Pluim alaza shingo, akubali ukurugenzi ufundi, Luandamina kocha mpya. Hamis ataja adui wa michezo Zanzibar. Ni makamu mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Michezo Zanzibar BTMZ Hamis Abdalla Saidi amewataka wadau na viongozi wa vyama na klabu za michezo nchini kuzingatia sheria na katiba za vyama vyao ili kuleta maendeleo. Lakini JKU haishikiki ligi kuu. Jambo leo upande wa michezo na burudani lenyewe linasema pressure juu jijini Manchester leo, upepo mbaya waimaliza Azam FC. Lakini hatima ya Serengeti Boys kucheza Afrika kujulikana leo. Ni kuhusiana na ile kesi ya yule mchezaji ambaye alicheza akidaiwa kuwa na umri zaidi ya huo unaohitajika kucheza na vijana chini ya umri wa miaka 15. Lakini Uhuru upande wa michezo na burudani, striker Yanga anukia Sudani. Ni nani huyo? Ukurasa wa 22 wa gazeti hili una undani wa taarifa za huyo. Lakini mgana wa Azam aanza kuchonga. Ni nyota mpya huyo, Samuel Afu anaonekana kuanza kuchonga. Undani basi upo katika ukurasa huu wa mwisho wa gazeti hili la Uhuru. Lakini Manchester United kuiva Arsenal leo. Tanzania Demo upande wa michezo na burudani, Yakaya wa TPLB amrithi mzee Saidi wa Azam FC. Lakini Ngoma Busu wagomea usajili, ni wachezaji wa Yanga hao. Lakini wasikia wagana wa Azam, subirini moto tutakuwa tishio eneo la ushambuliaji, ndivyo wanavyosema. Lakini upande wa michezo na burudani, gazeti Majira, Malinzi amteua Hamadi kamati ya saa 72. Hapatoshi utamu wa EPL kule La Liga na pia hapatoshi, lakini Hazard Conte wanyakuwa tuzo. Ni kocha wa Chelsea pamoja na mchezaji wake Eden Hazard. Lakini tukianza na gazeti Bingwa lenyewe ambalo linaandika habari mahususi kwa upande wa michezo na burudani, kuna habari kubwa inasema kiama Yanga, Hans Pluim amngata sikio Luandamina, na habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Na habari nyingine inasema Kaburu awachezea akili Yanga, mtifuano Ulaya. Na kuna takwimu hapa zikionyesha na ratiba za michezo hii ya mitifuano huko Ulaya, hapa Manchester United na Arsenal, lakini Real Madrid na Atletico Madrid, vile vile Bayern Munich na Borussia Dortmund. Ukurasa wa mwisho wa gazeti hili ni kimataifa zaidi. Klopp amtetea Chapombe Rooney, ndivyo linavyoandika gazeti hili. Lakini Ribery apania kujizuia hasira, Rodgers akubali lawama za Balotelli. Lakini jeuri licha ya kukabiliwa na mechi ngumu, Wenger agoma kumchezesha Sanchez katika mchezo dhidi ya Manchester United. Lakini championi lenyewe ukilitazama kwa pande wa ukurasa wa mwanzo unasema namsubiri Okwi tuwanyooshe, ni Kichuya amenukuliwa hivyo. Lakini Luandamina amchambua Kamusoko, Simba yampigia simu aliyewafunga Mbeya. Lakini habari nyingine nasema hata asajiliwe nani hakatizi kwangu, ni Boso beki wa Yanga huyo anasema hivyo. Jonas Mkude naye freshi tu kama Shabalala, Simba Yanga yamfuata mbaya wa Kamusoko. Ndivyo ukurasa wa mwanzo unavyoonekana gazeti Championi. Ukurasa mwisho nao pia ni kimataifa zaidi, Man U ikiteleza imekula kwao, Zidane aamua kumweka kati Ronaldo. Lakini majanga Liverpool kuwakosa Coutinho na Lallana, ndivyo linavyoandika gazeti hili la Championi katika ukurasa wake wa mwisho ambao unaeleza michezo mbalimbali itakayofanyika ya